BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo, sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Ulua na kuletea taarifa kamili kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi kutoka hapa BMP TV online. Na huu ni mtasari wa habari. Wazalendo wadhibiti barabara namba 2 na namba 5 katika Sud Kivu. Waasi wamezuiliwa kuingia Bukavu. Operesheni za ulinzi zinaendelea. Wazalendo washinda mashambulizi ya waasi katika Sud Kivu. Wengi wamepoteza maisha. Usalama wa imarika. Kuna hayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Watazamaji wetu wa BMP TV online, habari ya hivi punde kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mkoa wa Sud Kivu, zinaeleza hali ya juu ya taharuki ya usalama kufuatia mafanikio ya vikosi vya wazalendo katika kudhibiti maeneo muhimu ya barabara kuu za kitaifa namba 5 na namba 2 zinazoelekea Bukavu, makao makuu ya mkoa huo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa wanaharakati wa wazalendo na mashuhuda walioko eneo la tukio, vikosi hivyo vya kiraia vinavyojipambanua kama watetezi wa ardhi ya Kongo vimejipanga kwa umakini mkubwa katika maeneo ya PK9, sehemu nyingine kando ya barabara hizo, wakihakikisha kuwa kuna njia yoyote salama kwa waasi kuvuka au kurudi kuelekea mpaka wa Rwanda. Maelezo ya kina ya hali ya usalama. Hali katika eneo la Sud Kivu kwa sasa ni tete, lakini imedhibitiwa kwa kiwango kikubwa. Wazalendo wameanzisha kambi ndogo za ulinzi katika njia kuu zote za mawasiliano ili kuhakikisha hakuna uwezekano wa wapiganaji wa uasi kuingia au kutoroka. Kwa mujibu wa maelezo ya viongozi wa ulinzi wa kiraia, hatua hii ni sehemu ya jitihada pana za kuimarisha usalama na kulinda ardhi ya taifa dhidi ya uvamizi wa vikundi vya uasi vinavyodaiwa kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Rwanda. Wazalendo wanasema kuwa lengo lao ni moja tu: kulinda ardhi, watu na heshima ya taifa la Kongo. Wameweka vizuizi katika njia kuu zote na wamesema wazi kuwa waasi watapitia wapi sasa? Tumeziba njia zote, ardhi ya Kongo haitatwaliwa tena. Taarifa kutoka kwa mashuhuda zinathibitisha kwamba milio ya risasi iliyokuwa ikisikika katika maeneo ya Kalehe na vitongoji vyake sasa imetoweka, na hali imetulia zaidi baada ya wazalendo kuimarisha ulinzi. Msimamo wa wananchi na serikali za mitaa. Wananchi wa Sud Kivu wameonyesha shukrani kubwa na imani kwa wazalendo, wakisema kwamba hatua hiyo imeleta matumaini mapya ya amani na uthabiti. Wengine wamesema kwamba kwa mara ya kwanza wanajisikia salama kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu ya mashambulizi ya ghafla. Mamlaka za mitaa pia zimethibitisha kwamba mawasiliano na vyombo vya ulinzi yanaendelea vizuri na juhudi za kuimarisha usalama zinaendelea kwa muda wowote unaohitajika. Serikali ya mkoa imetoa tamko la kupongeza ushirikiano kati ya vikosi vya wazalendo, jeshi la taifa FARDC na wananchi wa kawaida wanaunga mkono jitihada za kulinda Kongo dhidi ya uasi. Wito kwa umma. Kwa sasa mamlaka zinatoa wito maalum kwa wananchi wote wa Sud Kivu na maeneo jirani kuepuka kusambaza taarifa zisizo na uthibitisho kuhusu operesheni zinazoendelea, kufuatia maagizo ya vyombo vya usalama na kujiepusha na maeneo yenye mapigano. Kuwasiliana mara moja na maafisa wa serikali au viongozi wa kijamii endapo kuna taarifa mpya kuhusu uhamaji wa vikundi vya uasi au tukio lolote la usalama. Aidha, wananchi wanaomba kuendelea kuonyesha mshikamano wa kitaifa, kusaidia wazalendo kwa chakula, taarifa na maombi kwa ajili ya amani ya taifa. Taarifa za moja kwa moja na ushirikiano wa wananchi. Kwa wale wanaotaka kufuatilia hali ya usalama kwa wakati halisi, ukurasa rasmi wa Facebook kwa wazalendo Sud Kivu unaendelea kurusha matangazo ya moja kwa moja, ukiwaalika wananchi kuuliza maswali, kutoa maoni na kushiriki mawazo yao kuhusu namna bora ya kuendeleza amani na usalama wa kudumu nchini Kongo. Watazamaji wengi ndani ya nje
ya Kongo wamepongeza juhudi za wazalendo, wakisema kuwa hatua hiyo ni ishara ya kuamka kwa kizazi kipya cha wananchi wanaotetea ardhi yao bila woga. Kwa sasa hali katika mkoa wa Sud Kivu inaripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa wazalendo, huku operesheni za pamoja zikiendelea kuhakikisha kuwa hakuna tena njia yoyote ya uasi kuvuka kuelekea Bukavu wala kurudi Rwanda. Vyombo vya habari na mashirika ya kiraia vinaendelea kushirikiana kwa karibu na mamlaka za usalama kutoa taarifa za uhakika kwa umma. Tunaendelea kufuatilia matukio haya kwa karibu na tutawaletea taarifa kamili na za kina mara zitakapotolewa. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, endelea kuwa nasi, bado tunasonga na taarifa yetu ya habari katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Habari zinazoendelea kufika katika vyombo vya habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema kuwa hali ya usalama katika mkoa wa Sud Kivu inaendelea kubadilika kwa kasi kufuatia mapigano makali kati ya vikosi vya wazalendo na makundi ya waasi yanayodaiwa kuvamia maeneo ya ndani ya taifa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa viongozi wa wazalendo walioko mstari wa mbele, mapigano hayo yamesababisha vifo vingi upande wa waasi, huku wazalendo wakithibitisha kudhibiti maeneo yote muhimu ya kimkakati. Wamesema kwa maneno yao, na nukuu maneno yao, "Hatutacheza na usalama wa taifa. Wengi upande wa maadui wamepoteza maisha na tumezuia kabisa harakati zao. Tumemzuia adui wa nchi kuendelea kusonga mbele." Hali ilivyo kwenye mistari ya mbele kwa sasa, barabara kuu za kitaifa namba 5 na namba 2 zinazounganisha maeneo ya Bukavu ya PK9 na maeneo jirani zipo chini ya ulinzi mkali wa vikosi vya wazalendo. Kila upande wa njia hizo umewekewa ulinzi na vizuizi maalum ili kuzuia wapiganaji wa waasi kuingia au kutoroka kupitia njia hizo. Mashuhuda kutoka maeneo ya Kalehe, Kabare na Bunyakiri wameripoti kuona harakati kubwa za vikosi vya wazalendo wakipanga upya mikakati yao, wakisaidiwa na baadhi ya askari wa FARDC katika jitihada za kulinda raia na kudhibiti mipaka ya mashariki. Taarifa zaidi zinaeleza kuwa waasi wengi wamepoteza mwelekeo, wengine wakikimbilia milimani, huku wengine wakiripotiwa kujisalimisha kwa mamlaka za eneo hilo. Kauli ya wazalendo. Msemaji wa wazalendo katika Sud Kivu amesema kupitia matangazo ya moja kwa moja kwenye Facebook kwamba ushindi huu ni ishara ya umoja wa wananchi na uthubutu wa kizalendo. Alisema, "Wapendwa wazalendo, ndugu zetu, marafiki na wazazi walioko ndani na nje ya nchi, tunatangaza kwa fahari kwamba tumeweza kumzuia adui wa taifa letu kusonga mbele. Tumepambana, tumepoteza baadhi ya ndugu, lakini hatujapoteza matumaini. Tunaendelea kulinda taifa letu la Kongo." Wazalendo wameongeza kuwa wako tayari kuendelea na mapambano hadi amani kamili itakaporejea. Wameomba umma wa Kongo waunge mkono jitihada hizi kwa misaada na dua, wakisema, na nukuu maneno yao, "Tunahitaji msaada wenu, mchango wenu na sala zenu. Tupo bado kwenye mstari ya mbele tukilinda ardhi yetu." Msaada na ushirikiano wa wananchi. Mamlaka za eneo la Sud Kivu kwa kushirikiana na viongozi wa jamii zimeomba wananchi wote kudumisha amani na mshikamano. Wito umetolewa kwa wakazi wa vijiji na miji jirani. 1. Kuepuka kusogea karibu na maeneo ya mapigano ili kuepusha madhara yasiyokusudiwa. 2. Kufuata maagizo ya vyombo vya usalama hasa katika maeneo yaliyo chini ya ulinzi wa pamoja. 3. Kutoa taarifa kwa haraka endapo watabaini harakati zozote za vikundi vya kutiliwa shaka. 4. Kuepuka upotoshaji wa habari hasa mitandaoni ambao unaweza kuathiri hali ya askari na umma kwa ujumla. Wananchi pia wameombwa kuendelea kuonyesha ushirikiano kwa kuwasaidia wapiganaji wa wazalendo walioko mstari wa mbele kwa chakula, huduma za afya, mavazi na mahitaji mengine muhimu. Tahadhari na maelekezo ya serikali za mitaa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya utawala wa mkoa, hatua za dharura zimechukuliwa kuhakikisha raia wanapata ulinzi wa kutosha.
Kikosi maalum cha mawasiliano kimeundwa ili kusambaza taarifa sahihi na kudhibiti upotoshaji wa habari unaoweza kutumiwa vibaya na makundi ya waasi. Pia, serikali imesisitiza kuwa vita hii si dhidi ya watu wa kabila lote, bali ni mapambano ya kulinda umoja wa kitaifa na uhuru wa Kongo. Reaction za ndani na nje ya nchi. Juhudi za wazalendo zimepokelewa kwa hisia mchanganyiko. Wengi ndani ya nchi wameelezea pongezi na matumaini mapya, wakisema kuwa hatua hii ni mwanzo wa enzi mpya ya amani na heshima kwa taifa la Kongo. Kwa upande mwingine, mashirika ya kimataifa na taasisi za haki za binadamu yameomba pande zote kuheshimu sheria za kimataifa na vita na kulinda raia wasiohusika na mapigano. Wamehimiza pia juhudi za mazungumzo ya kudumu ili kuleta amani ya kweli katika eneo la Maziwa Makuu. Kwa sasa, hali ya usalama katika mkoa wa Sud Kivu inaendelea kutulia, huku vikosi vya wazalendo vikithibitisha kwamba maadui wa taifa wamezuiwa kabisa kusonga mbele. Mapambano haya yanaendelea kuwa kielelezo cha ujasiri na uzalendo wa wananchi wa Kongo wanaosimama kwa ajili ya kulinda taifa lao dhidi ya uvamizi na ugaidi. Vyombo vya habari kama BMP TV Online, asasi za kiraia na serikali zote za mitaa zinaendelea kushirikiana kwa karibu kuhakikisha amani, utulivu na usalama vinadumu katika eneo lote la mashariki mwa DRC. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi kutoka hapa BMP TV Online. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua nikikutakia jioni njema. BMP TV Professional Update.